Wanasemaje? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Endeleaje ndugu? Ni safi kabisa. Ijumaa ishapanda au inakaribia kupanda? Karibia muda si mrefu. Ijumaa kuikaribisha Ramadhani au bado? Ijumaa ya mwisho wa Shaaban kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sawa, semaje? Tuna siku moja kama si saa chache kuelekea mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya mabingwa, ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi. Tukiwa nyumbani hapa, tuambie umehudhuria mazoezi ya mwisho, umeona wachezaji, kama kuna taarifa kutoka kwa jopo la madaktari, technical bench na taarifa zote zinahusiana na mchezo huo hapo kesho. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yote yanakwenda vizuri. Leo tumefanya mazoezi yetu ya mwisho hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na tayari tumeshawapokea maafisa wa mchezo wetu sanjari na kuwapokea wageni katika mchezo wetu kwa maana Stade Malien, na kila kitu kinakwenda barabara kabisa. Tumefanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri na wako tayari kwa ajili ya kwenda kuipigania nembo na heshima ya Simba Sports Club. Kwa bahati iliyokuwa mbaya zaidi, tunawakosa wachezaji wetu wawili muhimu, Shomari Kapombe nahodha pamoja na Libase Geye, ambao wawili hawa wana kadi nyekundu kutoka katika mchezo uliopita dhidi ya Petro, lakini waliobaki wote wako vizuri na wako tayari kwa ajili ya mchezo huu. Mchezo wa kesho dhidi ya Stade Malien, sisi kwetu unabaki katika umuhimu ule ule, unabaki katika ukubwa na thamani ile ile. Hatujajikatia tamaa kwa sababu ni mchezo wa kukamilisha ratiba, na wala hatujavunjika moyo kwa sababu hata tukishinda hatuendi popote, lakini tunautazama mchezo huu kama mchezo muhimu kwetu, mchezo ambao unakwenda kutuongezea imani kwa mashabiki wetu, na mchezo ambao unakwenda kuongeza ujasiri kwa wachezaji wetu. Kwa hiyo kwetu sisi ni mchezo muhimu na tumewekeza nguvu kubwa kwenda kupata ushindi katika mchezo huo. Kwa namna ambavyo wachezaji wamefanya maandalizi, ulivyoona hapa leo, wana hali na morali ya kufanya hicho ambacho wamekisema? Hali ni kubwa kwa sababu wachezaji wanapenda kucheza mechi na kesho ni siku ya mechi. Kwa hiyo morali yao ni kubwa kwenda kupambana, lakini wao wanafahamu umuhimu wa mchezo huo, kwa hiyo wanautaka bila shaka. Vingilio vipi? Tayari tiketi zinaendelea kuuzwa? Tiketi zinaendelea kuuzwa, lakini nichukue nafasi hii kuwakumbusha mashabiki wa Simba na kuwaomba mashabiki wa Simba, kesho tunawahitaji uwanja wa Benjamin Mkapa, bila kuangalia wala kuichambua kwa namna yoyote mchezo wa kesho, wala kuangalia impact ya matokeo ya kesho. Sisi tunachokiangalia ni wao kuja uwanjani, wao kuishangilia Simba yao. Tumeshakubaliana kwa pamoja kwamba mwaka huu tumefeli, mwaka huu tumeanguka, basi tuwache mwaka uishe salama. Anazungumzia mwaka wa kimpira. Tuwache mwaka uishe salama wa Champions League, tujipange upya, tuelekee msimu unaokuja kwenye upande huu wa ligi ya mabingwa Afrika. Lakini mechi hii ni maandalizi yetu sisi kuelekea Champions League ya msimu unaokuja. Tunakuja kwa pamoja, tunakutana Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwapa morali wachezaji wetu, kuwaambia ya kwamba msiwe na hofu, hamjatukosea. Ni bahati mbaya ya kila siku inatokea kwenye mpira wa miguu, lakini haiondoi ukweli ya kwamba nyinyi ni bora na jipangeni kwa ajili ya msimu unaokuja. Ujumbe kama huo mzito unatakiwa kufikishwa na mashabiki wengi, na sio kwamba tukifika hapa uwanjani tutawaambia yani kitendo cha sisi tu kuja uwanjani, kuja kwa wingi uwanjani, wachezaji wakishaiona ile taswira majukwani, wanajua hawa wamekuja kutunga mkono na kutuambia kwamba tupambane kwa ajili ya msimu unaokuja. Tumeshazoea hivi karibuni tangu dirisha dogo kukusikia ukisema winga Libase Ora. Kwa bahati mbaya Libase hayupo kesho, timu haitakuwa na kusuasua. Yuko Elim Panzu, anakuja kuziba nafasi ya Libase Geye, lakini sijajua mwalimu atakujaje, na timu yetu ina wataalamu wengi. Mwalimu anaweza akaamua upande wa Libase akacheza na Morris, anaweza akaamua upande wa Libase akacheza na Chama, anaweza akaamua upande wa Libase akamweka Kibabage alafu Mligi akacheza chini. Mwalimu mwenyewe anaweza akaamua apange kitu gani. Timu
yetu ina wataalamu wengi. Timu yetu ni kama timu ya madaktari bingwa, yani kila daktari ni bingwa kwenye timu yetu. Yani ushaenda chumba cha operation, mfano operation wa moyo, kila daktari aliyekupo mle chumbani ni daktari bingwa. Daktari wa mshipa ni bingwa, daktari wa usingizi ni bingwa, daktari wa damu ni bingwa, daktari wa pressure ni bingwa. Yani kila daktari ambaye ameingia theater kwa ajili ya kushughulika na moyo anakuwa ni daktari bingwa. Wataalamu wanajua hao. Ukienda taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete pale chini ya mkurugenzi wao Dr. Kisenge, wanajua huo utaratibu. Mimi si zamani yuko mtaalamu pale Dr. Kisenge. Kwa wanajua huo utaratibu hapo wa kupanga madaktari bingwa kwa ajili ya kwenda kufanya maoperation makubwa ya moyo. Sasa hao madaktari bingwa ndio Simba Sports Club. Yani sisi kila mchezaji wetu ni bingwa. Kikosi chetu kikipangwa cha wachezaji 11 wote ni wataalamu, wote ni mabingwa, wako pale kwa ajili ya kuitumikia Simba. Kwa hiyo mwalimu ataamua tu anaanza na nani kushoto, anaanza na nani kulia, na hakuna kitakachobadilika wala kuharibika katika mchezo kesho. Hao watakaopangwa watafanya kazi nzuri ya kupendeza. Bwana semaji, umetoka kumtaja kukosekana kwa Libase, lakini pia anaweza kama mwalimu atachagua kuwepo kwa Eli Mpanzu Kibisawala ambaye kuna maneno mengi yanazungumzwa kwake. Hebu tumzungumzie kidogo. Eli Kibisawala Mpanzu, yako maneno mengi ambayo yanazungumzwa dhidi yake, na maneno yanayozungumzwa ni ya uchonganishi, ya kutupigisha shoti sisi na Eli Mpanzu. Inawezekana kuna watu wanamtaka Eli Mpanzu, lakini wanachotaka kufanya ni kumpaka matope Eli Mpanzu anuke ili sisi tuamue kuachana naye. Wanachokitaka ni kumvisha majina mabaya Eli Mpanzu, sisi tumchukie ili wao wamchukue. Hiyo ndio mbinu yao ambayo wanaitumia, na wanamtumia bwana mdogo mmoja anaitwa Hans Raphael, namtaja bila mashaka ya aina yoyote, yule wa Crown Media. Wanamtumia huyo bwana mdogo kwa ajili ya kumchafua Eli Mpanzu. Kila mchezaji huwa anapitia nyakati ngumu, tunakubali hivyo. Na Eli Mpanzu akiwemo kwenye kundi hilo la wachezaji, na yeye anapitia wakati mgumu huo. Na kitu ambacho watu hawakijui, Eli Mpanzu wiki 2 zilizopita alifiwa na mtoto wake, akaenda Kongo, akaenda akazika. Baada pale akarejea kuja kujiunga na timu yake ya Simba Sports Club. Jaribu kuichukua hiyo pressure, jaribu kuchukua huo uzito wa mtoto, alafu ameubeba huo uzito, anaingia nao uwanjani, anapambana kusahau, lakini mtoto ni mtoto. Sisi watu wenye watoto tunajua tunazungumza kitu gani kizito hapa. Lakini Mpanzu angeweza kuchukua hata wiki 3-4 za kuomba akae sawa, lakini kwa mapenzi na kazi yake na mapenzi na Simba yake akarejea kuja kuitumikia klabu yake. Lakini wapo watu ambao sasa wanaamua kutumia hiyo advantage ya kutokuwa sawasawa kwa Mpanzu, kusema kwamba Mpanzu hana mapenzi na Simba, Mpanzu anacheza vibaya kwa makusudi, Mpanzu ameshuka kiwango kwa sababu hataki kubaki Simba, Mpanzu hana furaha na Simba. Maneno mengi yanazungumzwa, lakini mimi niwaambie wana Simba ya kwamba Mpanzu ni mchezaji wetu na ataendelea kuitumikia klabu yetu mpaka pale sisi tutakapoona inafaa. Kushuka kwake kiwango huku, sisi tuna kitaalam kiutawala, tuna kitems kama kipindi cha mpito cha mchezaji, lakini kwenye kipindi chake cha mpito akapata mtihani mwingine wa kufiwa na mtoto wake. Kwa hiyo sisi utawala tunajua kitu gani anapitia na tunajitahidi kumcomfort ili aweze kurejea kwenye ubora na utimamu wake. Na nichukue nafasi hii kuambia wana Simba, hili
la kumsimanga mpanzu halifanywi kwa bahati mbaya, linafanywa kwa makusudi. Ni mpango wa makusudi wa kumchafua mpanzu, kumtengenezea mizengwe mpanzu, ili sisi tupaniki tuweze kumwachia mpanzu, alafu wao wamchukue. Wameshafanya hivyo mara kadhaa kwa wachezaji wengi, na wanataka kufanya hivyo hivyo tena kwa Elie Mpanzu. Kama Mpanzu ataachana na Simba, ni pale ambapo Simba tutajiridhisha ya kwamba kiwango chake kwa sasa hakifai tena kuwa ndani ya Simba ama vinginevyo, lakini sio sababu za watu kubumba, sio sababu za watu kutengeneza, sio sababu za watu kutaka kutugombanisha sisi na mchezaji wetu. Ni mchezaji mzuri, anapitia kipindi kigumu, yeye mwenyewe ana struggle kumaliza hicho kipindi kigumu, na atarejea kwenye utimamu wake, kwenye ubora wake, na atakuwa msaada mkubwa sana kwa Simba Sports Club. Kama kuna watu wanamtaka Mpanzu, na sisi tunajua hao watu wanaomtaka Mpanzu kwa sababu jumbe zao tunazo, tunawaambia wasubiri muda ambao Simba tutaamua kuachana na Mpanzu, au wasubiri tuje tushindane sokoni pale mkataba wa Mpanzu utakapomalizika, lakini sio kumchafua na kuharibu keria watu. Naposema Mpanzu ana mapenzi na timu nyingine, inatokea ameitaja kabisa, inatokea anakosa goli kwa mfano la wazi, unataka kuwaaminisha mashabiki ya kwamba yule kafanya makusudi kwa sababu ana mapenzi na timu nyingine. Unaweza vipi kuthibitisha mapenzi ya mtu na mtu? Mimi namjua mpenzi wako uliokuwa naye yule, lakini sijui kama unampenda wala yeye hujui kama ananipenda, wala mimi sijui mnadanganyana, sijui, lakini mko pamoja bene kwa bene, sukununu imekubali, lakini sina hakika kama mnapendana ama la. Wewe unawezaje kuambia umma ya kwamba Mpanzu ana mapenzi na timu nyingine, tena unaitaja kwa jina kabisa? Uliyaona hayo mapenzi yao? Na kama uliyaona, ulikuwa unafanya nini wakati mapenzi yao yanaendelea? Maana yake hawa lao ni moja, na sisi tutapigana vita kubwa na wahuni wa namna hii ambao wanataka kuichafua Simba yetu na kuwachafua wachezaji wetu. Asemaje, inakuwaje mtu wa taasisi moja akazungumzie mahusiano ya taasisi mbili tofauti? Ni lack of professionalism. Na vijana wa sasa, waandishi wa sasa wana hiyo changamoto. Tunajitahidi. Simba tungekuwa tuko hashi sana, sisi tungeban kila mwandishi kuizungumzia Simba kwa sababu tuna hiyo mandate kisheria, lakini tunasema tuwape nafasi vijana, wanatafuta riziki zao, tuwape nafasi media hizi ziendelee kutangaza, lakini wengine wanatumia vibaya hiyo nafasi ambayo tumewapa, na wanatuchafua, wanatubagaza. Sasa tunayeweza kuruka naye tunaruka naye hapo, tunamrekebisha, maisha yanaendelea. Tumalize semaji, kwa mfano ikitokea Mpanzu anauzwa, thamani yake ikoje? Kwanza angalia uwezo wake, sahau kuhusu kushuka kiwango huku ambapo ni jambo la mpito sana. Tazama kwanza umri wake, tazama na uwezo wake. Ni mchezaji ambaye ukitaka kumuuza unauza. Dirisha dogo hapa zilikuja ofa, lakini zote ukiziangalia hazina thamani na mchezaji husika. Sasa sisi hatuwezi kufanya biashara kichaa. Tumnunue mchezaji kwa hela nyingi, tumtunze, tumdevelop, alafu tuje tumuuze kwa hela mbuzi. Na ndio maana umeona tumeuza Jean Charles Ahoua, klabu imepata faida. Tumeuza Kibu Dennis Prosper, klabu imepata faida. Kwa sisi kwenye kufanya biashara hatuna matatizo, lakini lazima biashara husika iendane na hadhi ya mchezaji. Shukran. Asante sana.